Petro akaanza kwa kusema, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Nazungumzia kitu kinachoitwa umuhimu, na umuhimu wa kitu unatofautiana baina ya mtu na mtu. Kitu ambacho ni cha muhimu kwa Francis hakiwezi kuwa cha muhimu kwa Kristo, lakini ni vitu vya muhimu kwao, na kila mtu ana kitu chake. Kujua kitu cha muhimu ni jambo moja, na kutenda kitu cha muhimu ni jambo lingine. Kwa hiyo kuna stage ya kwanza, unaanza kutambua kipi ni cha muhimu. Kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 28. Kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 28. Toka Mathayo nafuata Marko. Tamani wote tufike ili tusome kwa pamoja. Ni maneno ambayo unayafahamu kabisa. Marko Mtakatifu sura ya 10 na ule mstari wa 28. Tumefika. Amen. Biblia inasema hivi. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Narudia. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 10 mstari wa 28. Petro akaanza kusema, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Ni aina ya mstari ambao tunaufahamu kwa sababu haujaandikwa tu kwenye Marko, umeandikwa pia kwenye Mathayo. Na tutarudi kwenye mstari baadaye, lakini ndio mstari wetu ambao tutautazama siku ya leo. Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Wangapi walikuwa Jumapili? Jumapili iliyopita ya Jumaji. Bwana asifiwe sana. Kama ni mtu ambaye unafikiria aina fulani au flow fulani ya namna ambavyo Mungu anazungumza na sisi kila Jumapili mahali hapa, utaelewa kwamba ni aina moja ya message ambayo Mungu anasema na sisi. Karibia Jumapili 5 ila inaweza kawa inasema kwa namna tofauti, lakini ni aina moja ya ujumbe ambao Mungu amekuwa amezungumza na sisi kwa kipindi cha muda kadhaa. Lakini ukitazama hizo message zote zinatutaka sisi kuwa karibu na Mungu. Amen. Kutokana na vitu fulani ambavyo tunatakiwa tufanye au tunatakiwa tuenende. Ukitazama Jumapili iliyopita, nguvu ya msamaha inawezekana ni kawaida, lakini kuna mistari kwenye Biblia ukisoma unagundua kwamba msamaha sio swala la kawaida, kwa sababu anasema, ninyi msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba yenu wa mbinguni hana wasamehe ninyi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utagundua msamaha wa Mungu kukusamehe wewe haukutegemei wewe kusema Mungu nisamehe, ila kusamehewa na Mungu kuna kutegemea wewe kusamehe waliokukosea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo msamaha kabla haujafika kwa Mungu inabidi uanzie kwako. Kwa ukitazama ile aina ya message ni namna kwamba Mungu anaonyesha namna ya sisi tunaweza kumkaribia yeye kwa urahisi. Kwa sababu kuna watu wawili, mtu anayemkaribia Mungu ambaye amesamehe wengine na mtu anayemkaribia Mungu ambaye hajasamehe wengine. Hawa ni watu wawili tofauti mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kusamehewa kwao kunategemea na wao wamewasamehe vipi watu wa nyuma yao. Haleluya.
na hata tukasoma ile Mathayo 18. Ukitazama ile story nzima pale inaonyesha namna gani wewe unavyofanya inakupa access mbele za Mungu. Haleluya. Sasa tuliyosoma, Petro anasema sisi tumeacha vyote kufuata wewe. Kwa hiyo kwenye kuacha vyote huku, manake na msamaha ni kati ya vitu ambavyo Petro anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi niko nafanya research yangu taratibu, nafikiri karibia tangu mwaka umeanza, na kila nikipata majibu kwa sehemu, nikipata neema ya kusimama hapa, nina share na nyinyi. Mara kadhaa nimekuwa nikiwaza na nilikuwa nikisema hapa pia ya kwamba wote naomba, wote tunasoma neno, wote tunakuja kanisani, lakini wote tunafanya. Bwana asifiwe. Wote tumeingia kanisani, aliyekuja saa 3, aliyekuja saa 4, aliyekuja saa 12, wote tumekuja kanisani, lakini matokeo yetu hayafanani. Bwana asifiwe sana. Na kila siku nilikuwa nikipata majibu taratibu, mpaka Jumapili iliyopita pia nilipata majibu juu ya msamaha. Kwa sababu kuna watu wanakuja kanisani wamesamehe na kuna watu wanakuja kanisani hawajasamehe. Kwa hiyo hawa watu matokeo yao hayafanani. Bwana asifiwe sana. Lakini nikiendelea kukusanya majibu yangu taratibu, ninagundua pia kuna vitu vingi pia vinatofautiana. Kabla tu hatujafika kwenye matokeo mbele za Mungu, nyuma ya vitu tunavyofanya tunatofautiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu tunatofautiana, basi matokeo yetu hayawezi kuwa sawa sawa. Wote tunavifahamu vitu vya muhimu baada ya kumpa Yesu maisha. Tukisimamisha hapa mtu mmoja mmoja tukamwambia kwamba kitu gani cha muhimu kwako mbele za Mungu, kila mtu ana majibu, na kila mtu majibu yake yako sahihi. Haleluya. Kwa hiyo kama waamini tunaelewa kabisa ya kwamba kuna vitu vina umuhimu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu amevipanga kwa namna yake, lakini kila mtu anajua kitu cha muhimu baada ya yeye kumpa Yesu maisha. Naenda taratibu katika leo. Petro akaanza na kusema tumeacha vyote tukamfuata. Nazungumzia kitu kinachoitwa umuhimu, na umuhimu wa kitu unatofautiana baina ya mtu na mtu. Kitu ambacho ni cha muhimu kwa Francis hakiwezi kuwa cha muhimu kwa Kristo, lakini ni vitu vya muhimu kwao. Amen. So inaandika vitu vingi, nitajaribu kusikia. Kwa hiyo tunafahamu vitu vya muhimu na kila mtu ana kitu chake, lakini kujua kitu cha muhimu ni jambo moja na kutenda kitu cha muhimu ni jambo lingine. Amen. Kwa hiyo kuna stage ya kwanza, unaanza kutambua kipi ni cha muhimu, alafu unaingia kwenye kujitendea kazi kilicho cha muhimu. Kujua kitu cha muhimu kwako mbele za Mungu ni jambo la kwanza, na kutenda kitu kilicho cha muhimu mbele za Mungu ni jambo la pili. Kujua kitu cha muhimu hakupi garanti ya kutenda kitu cha muhimu. Hiyo moja. Mbili, kuna watu wanajua vitu vya muhimu lakini wana struggle kuvitenda vitu vya muhimu. Kwa hiyo unaweza ukajua hiki ni cha muhimu lakini kitakusumbua kwenye kukitenda kilicho cha muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
taratibu. Kwa hiyo kuna swala la kujua kitu cha muhimu na kuna swala la kutenda kitu cha muhimu. Tukisema hapa kila mtu avitaje vitu vya muhimu mbele za Mungu kupitia wewe, utavitaja vyote. Lakini tukisema tuseme vitu ambavyo tunavitenda vilivyo vya muhimu ambavyo umevitaja, vinaweza visiwe vyote. Kwa hiyo unaweza ukajua kilicho cha muhimu lakini usitende kilicho cha muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unajua kilicho cha muhimu, na watu wanasema kile kilicho cha muhimu utakipa muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona unatoa muda kwa sababu ya jambo fulani, maana hilo jambo ni la muhimu. Lakini ukiona hautoi muda kwa sababu ya jambo fulani, ujue hilo jambo sio la muhimu. Haleluya. Kutoka nyumbani kuja kanisani inaonyesha ni namna gani ibada ilivyo ya muhimu kwako. Amen. Na ndio maana umeutoa muda wako ukaja kanisani asubuhi ya leo kwa sababu ya umuhimu wa ibada. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo muda unaamua kipi ni cha muhimu na kipi sio cha muhimu. Kwa hiyo unapotoa muda wako kwenye jambo fulani, unatuambia sisi ya kwamba wewe unaamini hiki ni cha muhimu. Amina. Lakini sio kila ulichokipa muda ni cha muhimu. Kumbuka, unaweza ukajua cha muhimu na usitende kilicho cha muhimu. Kwa hiyo kama hautendi kilicho cha muhimu, maana ni kwamba unaweza ukatoa muda wako kwenye kitu ambacho sio cha muhimu na unajua kabisa hiki sio cha muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado umetoa muda. Kwa hiyo kutoa muda peke yake haitoshi kuonyesha kwamba ulichokipa muda ni cha muhimu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukatoa muda kwenye kitu ambacho sio cha muhimu na unajua kabisa kwamba hiki kinachofanya sio cha muhimu, na unajua kilicho cha muhimu, lakini una struggle kukitolea muda kilicho cha muhimu. Unajua kabisa mkesha Ijumaa ni wa muhimu, lakini una struggle na usingizi na unalala, lakini unajua mkesha ni wa muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mkesha ni wa muhimu na unajua ni wa muhimu, lakini umeshindwa kuupa muda huo mkesha, lakini muda wako umepeleka kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo muda uliopelekwa kwenye kitu ambacho sio cha muhimu, bado unaweza kufanya tukaona hicho ambacho sio cha muhimu ni cha muhimu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeah. Kwa hiyo kwenye kitu cha muhimu, kinachofanya kitu tukione kwamba ni cha muhimu ni uzito ulioko kwenye kile kitu cha muhimu. Haleluya. Kila kitu cha muhimu kinaweza kikawa cha muhimu, lakini hakina uzito ambao unaonyesha kuwa hiki ni cha muhimu. Kwa hiyo umuhimu wa kitu haupimwi kwa umuhimu wake, ila umuhimu wa kitu unapimwa na uzito ulioko ndani ya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia. Umuhimu wa kitu haupimwi kwa sababu ya umuhimu wake, lakini umuhimu wa kitu unapimwa kwa sababu ya uzito ulioko ndani ya hicho kitu. Kwa hiyo uzito wa kitu fulani ndio unaoamua umuhimu wa hicho kitu. Amen. Umuhimu wa kitu unapimwa na thamani ya hicho kitu. Kwa hiyo kitu chochote cha muhimu kisipokuwa na thamani hakina umuhimu. Lakini unaweza kukipa muda, lakini sio cha muhimu, sio cha thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kinachokuja kuongezeka kwenye umuhimu wa kitu ni kitu kinachoitwa thamani. Kwa hiyo thamani ya kitu ndiyo itakayoamua wewe unapeleka muda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu kinaweza kikawa ni cha muhimu, lakini kimekosa thamani. Kwa hiyo hatuwezi kupata muda wako, lakini ni cha muhimu. Ukiona umeshindwa kuja mkesha, mtanisamehe natolea sana mfano mkesha. Ukiona umeshindwa kuja mkesha, manake ni wa umuhimu, lakini umekosa thamani, ndio maana umeshindwa kuja. Lakini mkesha ni wa umuhimu. Amen. Kwa hiyo kuna umuhimu alafu kuna thamani.
kinachokipa umuhimu uzito ni thamani. Kwa hiyo vitu vinaweza vikawa vya muhimu lakini vikawa havina thamani. Kwa hiyo japokuwa ni vya muhimu lakini vimekosa thamani, vinaonekana ni vya kawaida lakini ni vya muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. So kuna thamani alafu kuna umuhimu. Umuhimu ndio unaoanza, alafu thamani ndio unakuja kuiweka wewe. Wote tunaweza tukajua kuja kanisani ni muhimu, lakini wote tusione thamani ya kuja kanisani, kwa sababu hata ambaye hajaja kanisani anajua kwamba kuja kanisani ni muhimu, lakini kilichomfanya hajaja ni kwa sababu ya thamani iliyopo kwenye yeye kuja kanisani. Kwa hiyo swala la kuja kanisani linabaki kuwa la muhimu, lakini swala la wewe kuja kanisani linaamuliwa na thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kila unachokiona cha muhimu hakipimwi na umuhimu wake, ila kinapimwa na thamani yake. Kila ambacho ni cha muhimu hakipimwi na umuhimu wake, ila kinapimwa na thamani yake. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila unachokiona cha muhimu alafu hakina thamani, manake ni kitu cha muhimu lakini sio cha muhimu kwako kwa sababu kimekosa thamani. Kinachokipa kitu cha umuhimu uzito ni mpaka thamani iongezeke kwenye kitu cha muhimu. Petro akaanza kusema, tumeacha vyote tukakufuata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunathamini vitu kutokana na uelewa tulionao juu ya kitu. Narudia, tunathamini vitu kutokana na uelewa tulionao juu ya hivyo vitu. Haleluya. Kwa hiyo thamani ya kitu inakuja kutokana na wewe unapokielewa hicho kitu. Kwa hiyo kitu kikiwa cha muhimu lakini kama hujawahi kukielewa kimekosa thamani. Kwa nini? Kwa sababu thamani ya kitu inaamuliwa na uelewa wako juu ya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi ndio tunaoamua kipi ni cha thamani na kipi sio cha thamani, lakini ni kutokana na uelewa wetu kwenye hicho tunachokiamulia kipi cha thamani na kipi si cha thamani. Amen. Kwa hiyo thamani ya kitu haipo tu kwenye thamani yake, ila ipo kwenye uelewa wako. Narudia, thamani ya kitu haipo kwenye thamani yake. Thamani ya kitu ipo kwenye uelewa wako, kwa sababu anayeweka thamani juu ya kitu ni wewe. Kwa hiyo kile kitu hakipati thamani kama wewe haujaamua kukipa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu thamani ya kitu ipo kwenye uelewa wako. Kwa hiyo ukijua hii simu ni ya thamani, unaanza kuithamini. Kwa hiyo hii simu sio ya thamani mpaka wewe ujue kwamba hii simu ni ya thamani. Lakini usipojua kwamba hii simu ni ya thamani, kwako inakuwa sio ya thamani. Kwa hiyo thamani ya kitu haipo kwenye thamani yake, ila ipo kwenye uelewa wako wewe juu ya hicho kitu. Kwa hiyo ukielewa kwamba pesa ina thamani, kila ukiona pesa utaipa thamani. Lakini ambaye hajui thamani ya pesa, haisumbui hata pesa ikija. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu thamani ya ile pesa inategemea umuhimu wake, ni uelewa wake. Kuna kitu moja naweza kuona mtu anawekea watoto pipi 10 hapo, akamwambia nini? Wale watoto wote walikimbilia pipi na vile vitu. Hakuna ambaye alipata ile 10,000. Lakini haimaanishi kwamba 10,000 haina thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuliko pipi. Lakini kilichofanya wakimbilie pipi waache 10,000 ni uelewa wao. Kwa hiyo uelewa wa mtu unaamua kipi cha kuthamini. Haleluya. Petro akasema, sisi tumeacha vyote tunamfuata. Wale watoto wanakimbilia pipi na zile bidii, lakini hawakujua kwamba kwenye 10,000 kuna pipi nyingi na bidii nyingi zaidi ya vile vile wanazopata. Lakini hauwezi kuwalaumu kwa nini wamepata pipi na bidii wakati ya 10,000,
ila ni kutokana na level yao ya uelewa. Kwa hiyo wote tunaweza tukakutana na vitu vya thamani, lakini tutatofautiana kwenye kuvithamini kwa sababu ya uelewa wetu. Haleluya. Narudia, thamani ya kitu haipo kwenye thamani yake. Yaani hata wewe ukisikia kitu kinauzwa milioni 10, lakini kama hukijui hakikusumbui. Kwa hiyo thamani ya kitu haipo kwenye thamani yake, lakini thamani ya kitu ipo kwenye uelewa wako. Kwa hiyo wewe ndio utakayeamua kipi ni cha thamani na kipi sio cha thamani, kutokana na uelewa wako na sio kutokana na uthamani wa ile kitu. Watu wa zamani walipewa vioo, wao wakapewa dhahabu. Kinachofanya wapokee vioo watoe dhahabu ni uelewa wao juu ya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye akichukua dhahabu na kioo, anaona kioo ni bora zaidi kuliko dhahabu. Kwa hiyo kwake yeye kioo ni cha thamani kuliko dhahabu. Kwa hiyo haumlaumu yeye kwa nini amechukua kioo. Kabla hujaanza kumlaumu yeye, tafuta uelewa wake juu ya thamani ya dhahabu na kioo, kwa sababu uelewa ndio unaoamua kipi anatoa kwanza na kipi anatoa baadaye, kipi anafanya sahihi na kipi hafanyi sahihi. Kitakachoamua hiyo ni uelewa wa thamani kwenye hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, maamuzi yoyote yanayofanywa na mtu yanafanywa kutokana na thamani ya hicho kitu anachokifanyia maamuzi. Narudia, maamuzi yoyote anayofanya mtu anafanya kutokana na thamani ya hicho kitu anachokifanyia maamuzi. Kwa hiyo kunaweza kuwa na maamuzi magumu na maamuzi mepesi, lakini ugumu wa maamuzi na wepesi wa maamuzi hautegemei jambo ambalo analifanyia maamuzi. Inategemea uelewa wa huyu mtu juu ya thamani ya kitu anachokifanyia maamuzi magumu au mepesi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maamuzi yoyote yanasukumwa na uthamani ambao mtu ameweka kwenye kitu anachokifanyia maamuzi. Maamuzi ya kuja kanisani nyuma yake yamesukumwa na thamani ya ibada ulionayo. Kama ungekuwa haujaithamini ibada, ulikuwa una sababu zote za kubaki nyumbani, lakini kinachofanya uamke asubuhi ujiandae na yamkini hata chai hujanywa, ukabeba na mkoba wako ukaja kanisani, nyuma yake kuna kitu kinachoitwa thamani, ndio kimekusukuma ukaja kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maamuzi yoyote anayofanya mtu yanasukumwa na thamani ya kitu anachokifanyia maamuzi. Kumbuka, thamani ya kitu haipo kwenye uthamani wake, ila ipo kwenye uelewa wa huyo mtu juu ya hicho kitu. Kwa hiyo maamuzi ya mtu yanasukumwa na uelewa wa thamani ambao anataka kufanyia maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yani nisema sichukui muda sana. Kwa hiyo thamani haifanani. Inaweza tukaielewa thamani kwa jumla, kama unajua dhahabu ni thamani sana, lakini tunapokuja swala la mtu mmoja mmoja, thamani ya dhahabu haifanani. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu anaweza akapewa dhahabu akaenda kuuza 50,000, alafu kuna mtu anaweza akapewa dhahabu akaenda kuuza milioni 10. Kwa hiyo dhahabu ina thamani, lakini tumeipa thamani tofauti. Kwa hiyo thamani ya kitu haifanani baina ya mtu na mtu. Kwa nini? Kwa sababu thamani ya kitu haipo kwenye thamani yake, lakini thamani ya kitu ipo kwenye uelewa wako juu ya hicho kitu. Wote tunajua kwamba dhahabu ina thamani, lakini sio garantii kwamba wewe unaithamini dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitakachofanya uanze kuithamini dhahabu ni uelewa wako wewe juu ya dhahabu. Wote tunafahamu Yesu ni mzuri, lakini kitakachoamua wewe kuona uzuri wa Yesu ni uelewa wako juu ya Yesu Kristo, lakini haiondoi uzuri wa Yesu. Dhahabu ina thamani, ukijua au usipojua inabaki kuwa na thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inapokuja swala lako binafsi wewe na dhahabu, inategemea uelewa wako wewe juu ya dhahabu, kwa sababu ya knowledge ulionayo juu ya ile dhahabu. Kwa hiyo wote tunaweza tukawa kanisani tukaamini ya kwamba Yesu anaokoa na Yesu anaponya, lakini linapokuja swala lako binafsi na Yesu,
vinategemea zaidi uelewa wako juu ya Yesu Kristo kuliko Yesu Kristo kwako. Amen. Kwa sababu kuelewa ama kutokuelewa hakutoi thamani ya Kristo. Ila wewe usielewe au usielewe, Kristo thamani yake iko pale pale. Lakini ukitaka ile thamani idhihirike, inategemea zaidi uelewa wako sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ugumu au urahisi wa maamuzi unafanywa na thamani uliokipa kitu unachokifanyia maamuzi. Amen. Lakini bado haitoi thamani ya kile kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wote tunakuja na Biblia Jumapili, na wote tunaamini kwamba Biblia ni ya thamani. Lakini ukiamka asubuhi Jumapili unaibeba, unakuja nayo kanisani. Ukiulizwa kwa nini umebeba Biblia, unasema hii ni ya muhimu sana kanisani, ina thamani kwa sababu tunaisoma. Lakini ukifika nyumbani na ukaamka Jumatatu asubuhi, unaiacha Biblia nyumbani, unabeba laptop yako, unaenda kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kwamba hii Biblia siku ya Jumatatu imeshuka thamani. Siku ya Jumatatu kilichopanda thamani ni vitendea kazi. Lakini Biblia haijashuka thamani. Ile ni uelewa wako juu ya Biblia ndio umeamua siku ipi Biblia iwe ya thamani, siku ipi Biblia ishuke thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hiyo kuibeba Biblia Jumapili kanisani umeonyesha kabisa ya kwamba hiki ni cha thamani. Lakini thamani ya hii Biblia umeipa limit ya siku. Lakini kiuhalisia thamani yake haiishi Jumapili. Kwa kinachofanya hii ishuke thamani sio Biblia yenyewe, ni uelewa wako juu ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kabla hujafika kwenye kuamua vitu vya thamani, anza kucheki uelewa wako juu ya vitu vya thamani. Kwa sababu sio thamani ya kitu ndio itakupa wewe ushindi, ila ni uelewa wako wewe ndio utakupa wewe ushindi. Wote tunajua bunduki inaweza kukusaidia wakati wa matatizo ukivamiwa. Lakini kama huielewi bunduki, unaweza ukavamiwa na bunduki unayo na ukafa. Kwa nini? Sio kwa sababu ya silaha ulionayo, ni kwa sababu ya uelewa wako juu ya matumizi ya silaha. Lakini ile silaha imeshuka thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akipata mtu mwenye uelewa nayo inaweza kumlinda. Lakini ukiipata wewe ambaye hauielewi, unaweza ukafa na unayo. Kwa hiyo wote tunaweza tukawa na Yesu Kristo, lakini matokeo ya Yesu Kristo kwenye maisha ya mtu yanamtegemea mtu anapomuelewa Kristo kuliko Kristo alivyo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Wote tunaweza tukawa na Yesu Kristo, lakini matokeo ya kuwa na Kristo hayategemei Kristo kuwa ndani yako, yanategemea wewe unapomfahamu Kristo aliyeko ndani yako. Kwa hiyo swala la Kristo kuwa ndani ya mtu ni swala moja, na swala la mtu kumwelewa Kristo ni swala lingine. Kwa sababu matokeo ya Kristo kukaa ndani yako hayaonekani kwa sababu Kristo amekaa ndani yako, yanaonekana kwa sababu wewe unamjua Kristo. Amen. Kwa nini? Kwa sababu aliye na Kristo ndani na ambaye hana Kristo ndani wote wanaweza wakafanana. Tofauti yao itakuja pale ambapo huyu mwenye Kristo atakapoanza kumfahamu huyo Kristo aliyembeba. Kwa sababu wanaweza wakavamiwa wote, huyu ana bunduki na huyu hana bunduki. Mwenye bunduki anayo lakini hajui kuitumia, kwa hiyo majambazi wakawadhuru wote, lakini huyu alikuwa na silaha. Kwa hiyo kuwa na silaha hakumpa garantii ya kuokoka kwenye hiyo hatari, lakini kilichotakiwa kimpe garantii ya yeye kuokoka kwenye hiyo hatari ni uelewa juu ya ile silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo kuingia ndani yetu ni swala la kwanza, na hilo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini Kristo kujidhihirisha kwenye maisha yetu inategemea sisi kuinvest knowledge kumjua Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 10 mstari wa 20. Tutasoma tena. Mstari wa 24 inasema, Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote
tukakufuata wewe. So Petro anamwambia Kristo, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu anajibu mstari unaofuata, anasema ya kwamba mstari wa 29, Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Haleluya. Ukisoma mstari unaanza kuona Yesu anavyojibu, lakini unaweza usione swali la Petro. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tu Yesu anasema, amini amini nakwambia, hakuna aliyeacha 1, 2, 3, 4 na asipate mara 100 hapa na uzima wa milele. Ni rahisi sana kuona hilo jibu, lakini ni ngumu sana kuona swali la Petro, kwa sababu Petro anasema, tazama, sisi tumeacha vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla haujafika kwenye jibu, anza kutazama aina ya swali ambalo Petro anamuuliza Kristo. Petro anamwambia sisi tumeacha vyote. Kwa hiyo kabla hujatazama mara 100 duniani na uzima wa milele, rudi utazame swali linalopelekea mara 100 duniani na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbuka hapa Yesu sio mwanadamu. Kwa hiyo kama Petro angekuwa anampanga kwamba tumeacha vitu na hajaacha, Yesu angemwambia hujaacha vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Petro anasema tumeacha vyote, na Yesu hakatai kwamba Petro ameacha vyote. Anamwambia hakuna aliyeacha ambaye hatapata. Ukiangalia kila kilichoachwa na Petro ndio kinachopatwa akimpata Kristo. Kabla hujaona namna ya vitu unavyopata ukimpata Kristo, rudi utazame vitu ulivyoacha wakati unaenda kwa Kristo, kwa sababu kupata ukimfuata Kristo kunategemea na kuacha wakati unaenda kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kabla haujapata mara 100 duniani, lazima kuna vitu umeacha kwanza ndio utakupata mara 100 duniani. Ni rahisi sana kuruka kwenda kuona ya kwamba sisi tumeacha vitu ndio tunapata Kristo. Lakini nataka ujiulize mwenyewe, wewe umeacha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kupata mara 100 duniani, kupata uzima wa milele, kupata ndugu waume ndugu wake, inategemea na kuacha kwanza. Na shukuru Mungu hii Biblia ya Kiswahili, kwa sababu Biblia ya Kiingereza haizungumzii ndugu waume wala ndugu wake. Inazungumzia mume, inazungumzia mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukuru Biblia ya Kiswahili inasema ndugu waume, lakini Biblia ya Kiingereza inazungumzia kuacha mke na kuacha mume. Kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu, swali linalohusu ufalme wa Mungu, mke anaweza kuacha. Bwana asifiwe. Swali linalohusu ufalme wa Mungu, mume anaweza kuacha. Kitakachosumbua kuacha mke au mume ni thamani. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Linapokuja swala la kumfuata Kristo, baba anaweza kuacha. Linapokuja swala la kumfuata Kristo, mama anaweza kuacha. Kitakachokupa nguvu ya kuacha ni thamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini thamani inayotokana na uelewa wako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo linapokuja swala la kumfuata Kristo, chochote ambacho kitakuwa kikwaza kwenye kumfuata Kristo inaachwa. Amen. Narudia. Linapokuja swala la kumfuata Kristo, watoto wanaweza kuachwa. Mama anaweza kuachwa. Mume anaweza kuachwa. Tumefunga ndoa kanisani na tukasema mpaka kifo kitutenganishe. Kiji linapokuja swala la Kristo na mume au mke asipokaa kwenye mstari, kunaacha. Kilichokliki kwenye kichwa chako sasa hivi ni thamani.
inawezekanaje namwacha mke wako thamani? Bwana Yesu asifiwe. Kitakachoamua kuacha thamani, kwa sababu ukisoma hii Mathayo nyuma hapo, Petro, unajua Petro wakati anampata Kristo alikuwa na familia. Sura 10 tu nyuma hapa kuna mstari Yesu ameenda nyumbani kwa Petro na waponya wake zake, sio? Maana ni familia. Alafu sura ya 10 anasema tumeacha vyote. Maana ni kwamba Petro wakati anamfuata Kristo alimwacha mke, alimwacha mama. Yesu anavyojibu Petro anamwambia hakuna atakayekosa ndugu waume, ndugu wako, analifaa kitu alichokiacha Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitakachofanya usione hivyo kwenye hii Biblia ni kama. Kwa hiyo Petro ana ujasiri wa kumwambia Kristo, nimeacha vyote nimekufuata. Na Kristo anajua Petro ameacha vyote. Na anampa uhakika wa 100 duniani ya uzima wa milele. Lakini zaidi ndugu waume, ndugu wako. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Petro aliacha. Wanafunzi wa Yesu unaweza kaona ni kawaida, lakini kuna vitu walisacrifice kwa sababu ya Kristo. Kwa hiyo matokeo ya kwao hayawezi kuwa sawa na matokeo ya mtu ambaye hajaacha. Haleluya. Haleluya. Inapokuja swala la Kristo, inapokuja swala la ufalme wa Mungu, kitakacho kuzuia kiache. Mimi nasema kwamba kama jicho lako litakukosesha ufalme, bora uone. Mkono wako tu ukizingua ni bora ukate. Umeacha nini kwenye kumfuata Kristo? Bwana Yesu asifiwe sana. Na formula ya kuacha ni formula ya Mungu. Mungu anamwambia Abraham, toka wewe katika nyumba ya baba yako na ndugu zako na jamaa yako katika nchi. Ibrahim aliacha vitu vitatu kusoma Mwanzo sura ya 12. Kwa hiyo baraka ya Ibrahim ilikuwa inategemea Ibrahim kujitoa kwenye wale watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Ibrahim anaweza kusema nimeacha vyote nitapata nini? Kwa hiyo swali la nimeacha vyote nitapata nini haliqualify kwa kila mtu. Hiyo ina qualify kwa mtu aliyeacha. Kwa hiyo mara 100 duniani haiqualify kwa kila mtu. Ina qualify kwa mtu aliyeacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma mstari wa Marko 18 Yesu anavyojibu anasema kwamba hakuna mtu aliyeacha 1, 2, 3 na akakosa. Atapata hiki na hiki na hiki. Atapata mara 100 na zaidi uzima wa milele. Ujue ya kwamba hilo jibu sio la kila mtu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu waliomfuata Kristo hawajaacha na watu wa Kristo ni sawa. Na kuna watu waliomfuata Kristo wameacha. Ndio sawa kwa Kristo lakini hawafanani. Kwa sababu anayepata ni aliyeacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo issue haikuwa Petro kuwa na Kristo ndio kupata mara 100. Issue ilikuwa ni Petro ameacha nini wakati anaenda kwa Kristo. Ndio inaamua kupata. Amen. Swala la ufalme wa Mungu linapokuja, chochote kinachozuia ni ruksa kuacha. Haleluya. Lakini swali la Petro tusingelipata kama kuna mtu mmoja asiyeuliza swali hilo kwa Kristo. Ukiona swali la Petro tumeacha vyote tukakufuata wewe, limetokana na swali ambalo kuna mtu alimuuliza Kristo juu. Hapo Marko sura ya 10 mstari wa 10 mstari wa 17. Marko sura ya 10 mstari wa 17. Biblia inasema, hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi ufalme wa milele, uzima wa milele? Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. 19. Wazijua amri? Usiue, usizini, usiibe,
usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. 21. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Leo nataka tutazame aina ya swali na aina ya majibu kwa namna tofauti. Swali anamwambia mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuurithi uzima wa milele? Yesu anamwambia, usiue amri, usiue, usiibe, usizini, usishuhudie uongo, mheshimu baba yako na mama yako. Huyu mtaalamu akajibu, hizo nimezishika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda. Unajua, kama unasoma Biblia vizuri kwa kufuatilia, utagundua baada ya Lazaro ni huyu jamaa ndio Yesu anasema akampenda. Alafu huyu anayependwa, this time alikuwa bado yuko chini ya sheria, lakini Yesu akamwambia, hayo yote vizuri, bado neno moja. Kwa hiyo swala la kuzijua amri ilikuwa ni sawa. Yesu akampenda, akamkazia macho, akampenda, akamwambia bado neno moja. Swala la hizo amri nazijua na nimezishika tangu utoto wangu ni jibu sahihi kabisa. Lakini katikati ya jibu sahihi kuna kitu kigumu. Yesu akamwambia, enenda ukauze mali zako zote, uwape maskini, utakuwa na hazina mbinguni, alafu njoo unifuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anachojaribu kufunua, anafunua hampi majibu huyu mtu, ila anamwambia anachokijua ili aone asichokijua. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unataka kuurithi ufalme wa Mungu, wasijua amri. Sio kwamba Yesu alikuwa hajui kwamba huyu jamaa anasijua amri, lakini alitaka afunue asichokijua kupitia kwenye anachokijua. Akamwambia usiue, usizini, usifanye bla bla. Akamwambia kama ni hizo nimezishika tangu utoto wako. Lakini cha kushangaza ni kwamba huyu aliyezishika tangu utoto wake bado alikuwa hana garantii kwamba hizi zinaweza kumfanya akaurithi ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu bado aliona kuna kitu kimepungua. Akamfuata mwalimu mwema, akamwambia nifanye nini basi? Kumbuka swali la nifanye nini, tayari huyu mtu ameshazishika amri tangu utoto. Kwa hiyo kulikuwa kuna kitu cha kufanya, hajafanya. Kwa hiyo tangu utoto swala la yeye kuzishika amri halikuwa issue ya kumpa uzima wa milele, ila kulikuwa kuna kitu anatakiwa afanye. Akisha akifanya hicho anarithi uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu akataka kumfunulia kitu asichokijua kutoka kwenye anachokijua. Akamwambia enenda ukauze mali zako zote, uwape maskini, alafu unifuate. Ni rahisi sana kumuona huyu mtu, sio wewe. Ni rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Narudia. Ni rahisi sana kumuona huyu mtu, sio wewe. Lakini inawezekana huyu mtu akawa ni wewe. Kwa sababu anasema akakunja uso, akahuzunika. Kwani kwa sababu alikuwa ana mali nyingi. Amen. Kumbuka tulikotoka kwenye umuhimu wa kitu na kwenye thamani ya kitu. Swala la kuzishika amri kwa huyu mtu lilikuwa ni swala la muhimu. Swala la uzima wa milele lilikuwa ni swala la muhimu. Lakini swala la uzima wa milele lilikuwa sio swala la thamani kwake. Kwa nini? Kwa sababu swala la thamani linaamliwa na uelewa wako juu ya hicho kitu. Kwa hiyo huyu alipopewa uelewa juu ya namna ya kuurithi ufalme wa Mungu, akaukataa kwa sababu ya mali nyingi. Kwa hiyo ukichukua uzima wa milele na mali zake nyingi ukiweka kwenye mzani, huwa na uhakika kwamba mali nyingi ilikuwa ina nguvu zaidi kuliko uzima wa milele. Lakini anautaka uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo swala la kutaka uzima wa milele liko moyoni mwake. Na ndio maana anaenda kwa Kristo anamwambia nifanye nini basi ili ni urithi uzima wa milele. Maana ni kwamba deep down anautaka uzima wa milele. Lakini katikati ya kutaka uzima wa milele
kuna kitu kingine cha thamani ambacho kimeuzidi ile shauku ya uzima wa milele. Na Kristo alijua kabisa kwamba huyu bado kuna kitu cha thamani zaidi ya uzima wa milele kipo. Kwa hiyo ili auone uzima wa milele, lazima uzima wa milele uwe kitu chake cha kwanza zaidi ya mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo linapokuja swala la mali na swala la uzima wa milele, ni rahisi sana kuliona swala la mali liko chini, uzima wa milele uko juu. Ila siku ukiambiwa uuze mali zako zote, ndio utagundua kwamba kumbe acha mimi uzima wa milele nitapata mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kama una struggle na fungu la 10, vipi kuhusu kuuza mali zote? Haleluya. Bwana asifiwe. Kama tu 10% ya mapato yako bado una debate. Vipi sauti ikisema hapa kuuza mali zako? Unafikiri utaweza? Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi sana kujisemea kwenye akili na kwenye mdomo kwamba mimi kwa Yesu vyote vitoke nibaki na Kristo. Lakini ukiminywa kwenye kona vizuri, unaweza ukasema kwa kweli na wewe ukaondoka kama huyo jamaa. Ni rahisi sana kumuona huyu mtu sio wewe, ni rahisi sana. Lakini ungekuwa kwenye situation ya huyu jamaa na ndio umetoka kujenga nyumba yako wiki 2 zilizopita, alafu leo unakutana na Kristo anakuambia uza. Lazima ungekuja uso kwa mdomo. Kuna aina nyingine majaribu bora tuombe asikuta. Kwa sababu yakikukuta yanaweza kukufungua wewe ndani. Amen. Kuna majaribu yakija hayaje na lengo la kukuangamiza, ile na lengo la kukufungua kwamba unajua wewe lengo yako iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu mtu tangu anatoka kumfuata Kristo, lengo lake ni kwamba nikifika kwa mwalimu mwema, nataka tu aniambie nifanye nini ili ni urithi uzima wa milele. Maana ni kwamba hata watu wa nyumbani mwake wanajua kabisa kwamba baba lengo lake ni kuurithi uzima wa milele. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaamini kabisa kwamba mimi nataka ni urithi uzima wa milele. Lakini deep down kuna kitu hajagundua kwamba kuna kitu kinaitwa mali nyingi. Hicho bado kina nafasi kubwa kuliko uzima wa milele. Lakini hajagundua. Siku aliyokuja kugundua ni siku alipokutana na Kristo. Lakini amekuwa church boy vizuri kwa sababu anazijua amri tangu utoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu sio mpagani. Amen. Yesu anamwambia unazijua amri, anamwambia ndio ninazijua amri. Usiue, usizini, nazijua, nimezishika hizo tangu utoto wako. Maana huyu mtu tangu utoto yuko hawana. Tangu utoto anaimba kwaya ya watoto. Akaja praise team, akaja akawa mzee wa kanisa. Lakini alipoambiwa kuuza mali zake, akapoteza. Kwa hiyo ni rahisi sana kumuona huyu mtu sio wewe. Ni rahisi sana. Lakini ukikaa chini ukatazama, unaona lakini hata huyu inawezekana kama mimi. So Petro alipoona ule mjadala wa Yesu na huyu mtu, Petro akasema sasa Bwana sikia, mimi nimeweza kuacha. Nitapata nini? Kwa hiyo huyu mtu kilichompa ugumu wa kuuza mali kwa sababu hakujua kuna kupata mara mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Petro alianza kuacha na wanafunzi walianza kuacha pasipo kujua ya kwamba kuna mara 100. Lakini waliacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatuachi kwa sababu tunajua tutapata, kwa sababu ukikosa utaumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Petro hakuanza kuambiwa kwamba unajua ukiacha utapata mara 100. Petro ameambiwa utapata mara 100 akiwa tayari amekusha. Kwa hiyo Petro na wanafunzi hawakuacha kwa sababu watapata, ila waliacha kwa sababu ya thamani ya Kristo. Kwa hiyo thamani ya Kristo iliamua Petro kuacha. Thamani ya uzima wa milele na thamani ya mali ilimfanya huyu mtu wa nyuma asiache. Kwa hiyo ukiwachukua wanafunzi, ukimchukua na huyu mtu, wote wana vitu vya muhimu. Wote uzima wa milele ni kitu cha muhimu. Lakini linapokuja swala la thamani ya uzima wa milele, linaamua maamuzi ya Petro na wanafunzi wake ni tofauti na maamuzi ya huyu mtu aliyeanza swali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuacha vyote hauachi kwa sababu utapata. Kwa sababu ukiacha ili upate utateseka. Ni hatari sana mtu kutoa fungu la 10 kwa sababu atabarikiwa. Kwa sababu usipobarikiwa utaumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoa fungu la 10 ili kesho na wewe upate mara 100, ni hatari sana kama usipata mara 100, utamwona Mungu ni mwongo. Bwana asifiwe sana.
Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wanafunzi walianza kuacha kabla ya ahadi, kwa sababu majibu ya Kristo kwamba mtapata mara 100 yamekuja wakati wamekwisha acha. Petro hakusema Bwana, tutaacha vyote, tutapata nini? Petro alisema tumeacha vyote. Maana tayari swala la kuacha lilitangulia kabla ya ahadi. Kwa hiyo swala la thamani kwa Kristo inabidi uanze kuliona kabla ya ahadi. Swala la uzima wa milele linatakiwa lianze kuonekana la thamani kwa huyu mtu aliyeuliza swali kabla ya kusikia mara 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama Kristo alimwambia huyu mtu aliyeuliza nifanye nini ni urithi ufalme wa Mungu, kama Kristo alimwambia ukiuza vitu utapata mara 100, huyu jamaa angeuza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu kwanza anamwamini Kristo, ndio maana amfuata kumuuliza swali la nifanye nini ni urithi uzima wa milele, kwa sababu ana imani na mtu anayemuuliza. Kwa hiyo kama Kristo angeanza kumjibu kuanzia kwenye kupata mara 100 kuja kwenye kuuza, huyu mtu angeuza. Lakini Kristo alianza kumwambia kauze, alafu akanyamaza. Hakumwambia swala la kupata, kwa sababu kulikuwa hakuna ahadi ya kupata mara 100, ikamulia hukumu huyu kuuza. Kwa hiyo ukifundishwa kumtumikia Mungu au kumtolea Mungu kutokana na matokeo ya wewe kutoa, utateseka. Bwana asifiwe. Kwa sababu unaweza kwenda kwenye kitabu chako ukaandika nimetoa jana 200, ukasubiri itarudi shilingi. Hiyo ni kubeti. Bwana asifiwe. Inabidi umtumikie Mungu au umtolee Mungu pasipo ku-expect, yani punguza expectation zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo uthamani wa kitu, uthamani wa uzima wa milele ulikuwa unaamuliwa na uelewa wa uzima wa milele bila huyu. Lakini mali na uzima wa milele katikati ya huyu mtu ambaye amezishika amri za Mungu tangu utoto, bado swala la uzima wa milele lilikuwa halina thamani kama mali zilivyo na thamani. Lakini yeye alikuwa anajua kwamba uzima wa milele una thamani, lakini hakujua kwamba nyuma ya mlango ya uzima wa milele kuna kutoa na kuna kuacha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisema namaliza mapema. Kwa hiyo namalizia. Kwa hiyo swala la Kristo kujifunua kwa mtu na kiwango cha kujifunua kwenye maisha ya mtu kinategemea na sacrifice za watu kuzifanya mtu, kinategemea na kujitoa mpaka atakufanya mtu. Kwa sababu huyu mtu wa kwanza aliyeuliza swali na kukumbusha kwamba huyu ni mtu wa kanisani na anamjua Mungu. Petro na wanafunzi ni watu wa kanisani na wanamjua Mungu, lakini wanatofautiana kwenye level ambazo Mungu anajifunua kwao kwa sababu ya thamani ya namna walimpa Mungu kwenye maisha yao. Huyu wa kwanza kuna level ya thamani amempa Mungu, ikifika inaishia, mali inaendelea. Lakini kuna Petro na wanafunzi wao wameacha vyote. Kwa hiyo swala la thamani kwa Kristo linaanza, mali zinafuata, lakini wote wanajua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa level ya kujifunua kwa Mungu, swala kitu cha kwanza, Mungu anajifunua kutokana na wewe unavyomuelewa. Lakini kitu cha pili, Mungu anajifunua kutokana na thamani uliyompa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujampa Mungu thamani hiyo, ni ngumu sana kumuona akijifunua kwenye maisha yako. Kila kitu alichopitia Ayubu kilikuwa kina search thamani ya Mungu kwenye moyo wa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kwenye Biblia tungeonyeshwa tu mateso ya Ayubu, alafu tusingeonyeshwa kwamba Mungu aliruhusu, wote tungejua Ayubu amesema. Amen. Yaani kama kwenye Biblia ingeandikwa tu story kwamba Ayubu aliteseka, akaota majipu, watoto wakafa, kila kitu kikatokea, alafu Biblia ikanyamaza, isiseme kwamba ni Mungu ameruhusu, wote tungekuwa tunahubiri kwamba Ayubu alitenda dhambi. Lakini nyuma ya kile kitu kinatokea alikuwa ni Mungu, na kilichokuwa kinatafutwa ni thamani ya Mungu kwenye maisha ya Ayubu. Maana ni kwamba Ayubu, swala la mali sio issue, swala la watoto sio issue, swala la mke sio issue. Issue ni thamani ya Mungu kwenye moyo wa Ayubu. Amen. Linapokuja swala la ufalme wa Mungu na swala la Mungu, swala la kuwaacha watoto sio issue, swala la kuacha mke aende sio tatizo. Kinachotakiwa kuonekana kwenye swala la ufalme wa Mungu
ni thamani ya Mungu kwenye moyo wako. Mathayo sura ya 15 mstari wa 8, Biblia inasema hivi, watu hao wananiabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Lakini wanaabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. So anajaribu kufunua Kristo ni kwamba swala sio kuabudu, swala ni thamani iliyo kwenye moyo wa huyu mtu ikoje. Kwa sababu wote wanaweza wakaabudu, lakini wote wasijue thamani ya ibada kwenye kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wote wanaweza wakasimama mbele za Mungu na wakasema maneno mazuri, lakini inapokuja swala la thamani kwenye ile ibada ni tofauti. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujiulize wewe umesema. Kwa hiyo haya mambo yote yanatoa majibu kwa nini wote tunakuja kanisani. Wote tunasikia neno moja. Wote tunaomba, lakini wote hatufanani. Kwa sababu kanisa alikuwa anaingia yule mtu wa kwanza aliyemuuliza Kristo, yamkini kanisa hilo hilo ambalo Petro alikuwa anaingia, lakini majibu yao na matokeo yao hayakufanana. Lakini wote wako kanisani. Kilichokuwa kinatofautisha ni kila mtu namna alivyompa thamani Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo kiwango cha Mungu au thamani ambayo Mungu anayo kwenye maisha yako ndio kitategemea namna Mungu atakapojifunua kwenye mahitaji yako. Kumbuka, namna unavyothamini kitu inategemea na uelewa wako juu ya hicho kitu, kwa sababu thamani ya kitu haipo kwenye thamani yake. Thamani ya kitu ipo kwenye uelewa wewe ulionao juu ya hicho kitu. Kwa hiyo kabla hujampa Mungu thamani, kabla ya kujiaminisha kwamba wewe unamthamini Mungu sana au Kristo sana, jaribu kusearch unamuelewa Kristo kwa namna gani, kwa sababu level yako ya kumuelewa Kristo ndio itakayoamua level yako ya kumthamini Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeaje? Kwa sababu ni kawaida kabisa. Ni kawaida kabisa kuamini ya kwamba mbinguni kwenda ni paradiso. Lakini Biblia inasema kwamba mbinguni hakitaingia kinyonge. Amen. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu kuanzia kwenye maamuzi yao. Kwa sababu unaweza kufikiri Stefano anapigwa mawe hapa anasema wasamehe ni kichepesi. Siku ukikanyagwa utaona haya maneno utakayotoa, lakini umekanyagwa tu. Alafu kuna mtu alipigwa mawe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tafuta sana kumjua Mungu. Tafuta sana kumjua Kristo. Kwa sababu ukistruggle kumpa Kristo thamani pasipo kumjua, hivyo siku itafeli. Kwa sababu unaweza ukaamini kwamba mimi namjua Kristo, lakini kuna engo ukikanyagwa unagoma kuuza vitu. Kwa hiyo cha kufanya ni kutafuta kumjua Kristo. Alafu haya mengine yatafuata. Biblia inasema hakuna aliyeacha mke, mume, watoto au nyumba asipate. Hayupo. Atapata mara 100 duniani, alafu zaidi uzima wa milele. Narudia, jibu la pata mara 100 duniani sio la kila mtu. Kwa hiyo ni kawaida kabisa na ni sawa kabisa kuwa umeokoka na una Kristo na usipate mara 100 na mbinguni unaenda. Ni kawaida kabisa. Lakini inabidi uamue kuitafuta hiyo mara 100. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii mara 100 imetokana na sacrifice nyuma yake kabla. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jue sana Mungu ili uwe na amani, alafu ndipo mema yatakapokujia. Kwa kisha kujua Mungu, siku akikwambia uza unauza. Kwa nini? Kwa sababu unamjua. Kwa sababu unajua huyu Mungu hawezi kuniacha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Simama kwa miguu yako.